Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mashariki. Kiongozi wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, Alexis Mwamba Dunia, anaamuru wazalendo waondoke mara moja katikati ya mji wa Uvira na anakabidhi ulinzi wa mji kwa polisi ya taifa na polisi ya kijeshi. Baada ya AF23 kujiondoa Uvira bila mapigano yoyote, serikali ya Kinshasa yatangaza mashambulizi ya kurejesha Kamanyola na kusonga hadi Bukavu, uamuzi uliothibitishwa na gavana chini ya uongozi wa Kinshasa Jean-Jacques Purusi kwa maelekezo ya Rais Felix Tshisekedi. Hujambo. Kiongozi wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini chini ya uongozi wa Kinshasa Alexis Mwamba Dunia alitangaza Alhamisi tarehe 22 Januari mwaka huu marufuku ya kubeba silaha na kuweka vizuizi haramu mjini Uvira. Anaamuru wazalendo waondoke mara moja katikati ya mji na anakabidhi ulinzi kwa polisi ya taifa na polisi ya kijeshi. Mimi ni Alexis Mwamba Dunia, coordonnateur provincial du Sud Kivu Arade, réserve armée ya défense. Na tunaambia wandugu wenzetu wazalendo, hapa tumekwisha kuwa na kitengo chenye kufanya kusafisha mji wa Uvira. Yule yoyote ambaye anatembea na silaha kiolela, uwe mzalendo, uwe jeshi la taifa, tutakushika na tunakufunga na utaadhibiwa kadiri sheria ya kijeshi inasema. Na tunaomba wakubwa wa viongozi wa kizalendo kuondoa haraka wazalendo wapande bilimani, twende tukafunge bilima. Kwa hiyo turejee, twende kubilima, tuendelee kufanya mapambano huko ili tusafishe mji wetu wa Uvira. Tuache polisi na PM wafanye kazi mji wa Uvira. Hiyo ndio message ya government. Yoyote ule ambayo hata sikia kwa hiyo message, kwa hii shauri ambao tumepewa, atakamatwa na kuadhibiwa. Wakati AF23 ilijiondoa Uvira kwa jina la kusitisha mapigano katika juhudi za amani za jumuiya ya kimataifa, serikali ya Kinshasa yatangaza mashambulizi ya kurejesha mji wa Kamanyola na kusonga mbele hadi Bukavu. Gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi alisema Ijumaa mjini Uvira kuwa Rais Felix Tshisekedi alimwagiza kutangaza kurejesha miji na maeneo hayo. Jean-Jacques Purusi alirudi Uvira baada ya AF23 kuondoka bila mapigano na kuonyesha nia ya kutafuta suluhisho la amani. Ont perdu les leurs. Beaucoup ont été tués ici. Beaucoup sont de camps de réfugiés, de déplacés. D'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Uvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Magaidi wa ADF wameua angalau raia 54 tangu Januari mwaka 2026 katika maeneo ya Baswaga na Bapere katika wilaya ya Lubero jimboni Kivu Kaskazini, kulingana na kamati ya ulinzi wa jamii. Kamati hiyo inalalamikia kuachwa kwa wananchi na inaomba serikali ya Kinshasa iingilie kati kurejesha usalama. Le comité local de protection communautaire à chefferie de Bassoa et secteur de Bapere s'interroge sur le rôle des agents de sécurité et comment comprendre que les ADF n'allouent librement les civils. À Bassoa, 33 civils. À secteur de Bapere, 21 civils. À l'espace de janvier 2026, sous l'œil impuissant des agents de sécurité, une population exposée, abandonnée, les mouvements de population signalés, les populations d'ailleurs ayant été accueillies dans des villages vivent sans assistance depuis janvier 2026.
plus de 21 villages se sont déjà vidés de sa population, respectivement groupement Baredje, Mwenye, Mandia, Bapakombe et tant d'autres groupements comme les villages Majengo, Maoussa, Mavwe, Mako, Machala, Vopara, Masoya, Mousseng et tant d'autres villages qui sont dans les bas-fonds. Et voilà ce qui prouve à suffisance la mission des agents de sécurité pendant les temps de siège. Et nous dénonçons l'inaction des opérations conjointes des FARDC, UPDF, Wazalendo, et tout en rappelant que nous demandons seulement la paix et que la population puisse se regagner dans leurs villages d'origine. C'est Vianney Kitswamba, président du comité local de protection communautaire, Azeveri de Baswa. Waathirika wa vita vya siku 6 wanamwomba Rais Felix Tshisekedi aondoe Mimi Mopunga katika shirika la Frivao. Wanamshutumu kuchangia mateso yao alipokuwa katibu wa RCD wakati wa vita hiyo. Na bengami na kombo ya Bende Modogo. Na s'adresser mingi na président de la République, y compris la ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa. Papa Fachi, namoni musala bazo salela o bien te. Namoni bazo tiayo na ba difficulté makasi. Okanisa ki ba victime po ba bimisama ya biso linde yango mbongo ya Uganda ebimaki na ndenge oye po victime moko na moko azala indemnisé. Si sikoyo victime moko aza indemnisé te, kolela na kolela ba papa ba okufa ba mama ba okufa. Batu bazo nyokwa manamboka Kisangani. Tala lelo yo okanisi victime po victime a se retrouver mais ti siko victime azolela lela kaka. Papa Fatina lobby clair ba sa lelo musala te. Omoni Mimi Mopunga ngonga ya RDC azalaki awa redoka azalaki redoka secrétaire awa ya RCD bangonde baboma kibiso bozili susu bango bochebi boche bango pole baya batelemela pona mbongo na biso yango bakomi ko nyoko la biso likolo mbongo na biso yango bakomi ko sala ba opération retour na ro banque pona mbongo na biso ba victime eza mbongo ya makila eza mbongo ya ba poche ya mutute lelo yo biso ba victime tozimbongo te me bango bazo gagner ba 60,000 ba 40,000 ba 7 mois baza bazo ba mbongo wana me biso ba kolombongo tozolela lela kaka. Serikali ya Kongo ilianza Alhamisi tarehe 22 Januari kampeni ya kugawa bure mbegu za kilimo kwa wakulima walioungana katika vyama na wakulima wadogo wa jimbo la Haut-Katanga. Mpango huu una lengo la kufufua kilimo, kuongeza uzalishaji wa ndani na kuimarisha uhuru wa chakula. Ya kuya tuko na ministre d'Etat Excellence Moindo Zangi mwenye kwa nafanya agriculture aggressive. Ila anaangalia hii wakati njo wakati nyele ire tunakuwa nayo besoin sana na zaidi juu ya kwenda kuweka kumindi na mihindi ikuwe na afya mzuri tuwe namna kurekolte mzuri.
Jukwaa la mashauriano ya vyama vya kisiasa na kijamii linaituhumu shirika la CNDH kwa kupotoka kwa taasisi na kuunga mkono mamlaka. Jukwaa hilo linasema CNDH inahalalisha ukandamizaji wa kisiasa na inabaki kimya kuhusu kukamatwa kiolela kwa wanasiasa na wapasha habari. Huduma ya Taifa ilitoa Alhamisi tarehe 22 Januari 2026 viti 400 kwa wanafunzi wa manisipa ya Nsele mjini Kinshasa. Msaada huu unafaidi shule za Mobutu Sese Seko, Kusoba na Sainte Marthe ili kuboresha mazingira ya masomo. Ripoti. Institut Sainte Marthe, une école conventionnée catholique dans la commune de Lansele, bénéficiaire de la campagne Pas d'école sans banc, initiée par le service national. Avec elle, 2 autres établissements scolaires, EP Mobutu Sese Seko et l'Institut Kusoba, tous logés dans la même enceinte, ont reçu le jeudi 22 janvier 2026 un lot de 400 bancs pupitres. Cette action vient en soutien à la gratuité de l'enseignement cher au président de la République et démontre à suffisance son attachement particulier à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de la RDC, où qu'ils soient. Ces bancs que nous bénéficions ce jour ne viennent pas de l'étranger. Ils sont fabriqués ici même en République démocratique du Congo par les jeunes bâtisseurs du service national, des jeunes autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui bâtisseurs, artisans de paix, menuisiers et citoyens utiles pour la nation. C'est la preuve vivante que la réinsertion est possible et que la jeunesse peut changer si elle est encadrée avec rigueur et amour de la patrie. Tout en plaidant pour l'extension des actions du service national, notamment la réhabilitation de leurs bâtiments, ce complexe scolaire doit faire face à un autre problème qui risque d'accélérer sa disparition et mettre dans la rue plusieurs enfants. D'où la sollicitation de ce plaidoyer. Permettez-nous de vous solliciter comme notre ambassadeur auprès de son Excellence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en portant à sa connaissance la spoliation de notre conception depuis le 2 janvier 2026, nous privant de nos terrains de gymnastique et des champs scolaires et exposant nos bâtiments et salles des classes aux érosions. La caravane du service national, quant à elle, continue sa ronde avec pour seul objectif redonner la dignité aux élèves et aux étudiants congolais. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari toka Kinshasa ndio tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.